الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط له بالأقلام والمدد، وأحمد الله منه العون والرشد، حمدا دائما كثيرا في الدارين مسترد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الواحد الصمد. ثم صلاة والسلام الأتمان الأكملان على من اختاره الله حاملا لنبوة، سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد رسول الله رسول رب العالمين، وعلى آله وصحابه ومن اختار نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد. Ama baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Mola wetu mtukufu aliyekuwa na atakayekuwa daima, na kumtakia rehema na amani kipenzi jemedari kiongozi mtume wa ulimwengu mzima Mtume Muhammad sallam, na mitume wote kila Musa, Isa, Daudi, Ilyasi, Zakaria, tunasema wasalamun ala al-mursalin, na amani ya Mungu pamoja na mitume wote na manabii waliotumwa na Mwenyezi Mungu, hasatan wale ambao kwamba walitajwa na baadhi yao hawakutajwa, wote amani ya Mungu pamoja nao. Watukufu wasikizaji, leo tutakuwa tunajadili sehemu ya pili ya mada yetu. Tulijadili sehemu ya kwanza kuhusu vitabu. Sasa tutakuwa tunajadili Biblia na Qur'ani. Ikaibuka pia dhehebu nyingine ama sijui niseme dhehebu hii ni ya Umesaya, ambayo kwamba ana itikadi yake, ana kitabu chake. Pamoja na hiyo tulijadili Biblia tukajua na tukakubaliana Biblia ina makosa zaidi ya 1000. Bishop akiwa hapa tukakubaliana Biblia inamtukana Mungu. Bishop akasema baadhi ya vitu itarudiwa, ukisema la itarudiwa. Tukaona kabisa kuna baadhi ya maneno yanamtukana Mungu. Bishop akasema haingii akilini, ikiwa na maana Biblia ikisema akili inakataa, lakini Biblia imesema. Ikawa anasema sasa atupe Biblia, anaambiwa na walimu tupa, akasema hapana, itafuata akili. Tunaelewana? Tunakuja katika kitengo ya pili. Tukapata Qur'ani imethibitishwa, na pia kama Pastor Gershon akajaribu pia kuweka hoja kwenye Qur'ani. Tukawa tumebakisha kitabu ambayo kwamba hatukujua uhalali wake na uharamu wake, uhakika wake hatukujua, ambayo kwamba ndio hii. Unipatie. Anasema ni Taurati ya Kihibru, ambayo kwamba yeye anaamini iko na maandishi sahihi hapa, iko na original na iko na tafsiri. Sasa misiri yake kama Qur'ani imetengenezwa kwa sababu iko na lugha original hapa Kiebrania. Tofauti na Bishop iko na tafsiri tu. Yangu tuko na tafsiri tu bana. Hamna Kiebrania. Lakini pia hatutakupeleka hivyo, tutakuwa tunakuachia tu pia. Sasa hii ndio tunajadili leo. Na nataka mada iende kisomi. Usituhumu, usikashifu. Wewe toa hisia zako, toa elimu yako, unaamini hii ni maneno sahihi ya Mungu, Taurati, kwa sababu sisi kaida ya Qur'ani ni mbili. Mungu anasema alimpa Musa Taurati, baadaye Mwenyezi Mungu anasema faktalafa, ikatiwa ikhtilafu ndani yake na wale wazushi wakatia mkono. Hii ndio kaida ya Qur'ani. Sasa wewe hebu eleza hoja za kimsingi, kwa sababu ilmu inavutia sana. Kupitia ilmu unaweza kumchukua mtu kumvuta mtu, lakini without knowledge huwezi kumvuta mtu. Na ukitetea hii kwa sababu tu ni kitabu, eti utetee kwa sababu ni kitabu yako, hauwezi kumvuta mtu. Lakini kwa elimu na kwa hoja, hata wale wanaokusikiza wanaweza kukuelewa. Sasa tunaanza na Pastor Gershon. Pia nitakuwa na Mufti Anwar hapa, kwa kwamba alijieleza, wote walijieleza hapa. Ni mwanasayansi pia, na pia ni mtafiti mkubwa wa Kiislamu, na pia ni muhadhiri maarufu ya Anwar Mahmud. Na pia tutakuwa na Bishop hapa. Lakini tutaanza na upande wa Pastor Gershon Mesaya. Karibu sana kwanza katika studio zetu. Feel free. Ya pili, tupe elimu. Leo tukutuhumu ama kukashifu, tupe elimu hii umebeba ni Taurati sahihi ambayo kwamba haina dosari na ni ya Mwenyezi Mungu, alafu tutakuja upande wa pili pia. Shukrani. Marhaban, karibu sana. Asante sana. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam shem kevod malkuto leolam vaed. Baruch ava Israel, Baruch ava Yerushalayim, Baruch ava Nazareth, Baruch ava Bethlehem, Vayashem Yeshua HaMashiach. Baada ya kumshukuru Yahweh Elohim na Mwokozi wetu Yeshua HaMashiach na kutakia mji mtakatifu Yerusalemu amani na ushindi, napenda niseme ya kwamba manabii waliposema katika Taurati, katika Tanakh, manabii waliposema katika Tanakh walinakili maneno yao kwa lugha inayoitwa Lashona HaKodesh. Lashona HaKodesh. Hiyo tunaipata katika Zefanaya 3:9. Zefanaya 3:9.
na ni amri ya kwamba tujifunze Lashona HaKodesh, jambo ambalo limepuuzwa kabisa. Lugha ya Kiebrania ni amri imetolewa katika Zefania 3:9, tujifunze, makuhani wajifunze, hata makuhani wa kimataifa, the Gentile priest are supposed to learn Lashona HaKodesh, the language or the tongue of the scriptures. Lakini msiba mkubwa ya kwamba 0.1 ama 0.2 the whole of the entire continent of Africa ndio wamejifunza Lashona HaKodesh, ama wana ile bidii ya kutaka kufahamu Lashona HaKodesh. Imagine the entire continent of Africa 0.2 ama 0.1 ndio wanajaribu kujifunza ama wanajitahidi kujifunza Lashona HaKodesh. Sasa lugha iliandika Torah, Nevim na Ketuvim ni lugha ya Kiebrania. Hakuna mtu anaweza pinga hiyo. Maana Torah haijaandikwa kwa lugha ya Kiluo au Kiluya au Kigiriama au Kiarabu, imeandikwa kwa lugha ya Kiebrania. Kwa hiyo tatizo ambalo tunalo leo, msiba mkubwa tulio nao leo katika imani ambayo imepewa kipaumbele inaitwa Christianity, msiba mkubwa walio nao ni kutoelewa misingi ya imani yao kutoka kwa originality. Mwanzo wa jambo ni muhimu, itakusaidia kujua namna unavyotamba ukiendelea ukisonga mbele. Kama umepokea kitu ukaambiwa jambo hili nimetumwa niseme hivi, sasa dhibitisha na aliyetumana, je, ulisema hivyo? Lakini mara nyingi tunakuta mtu anakwenda kwa duka nasema baba amesema unipatie hii na hiki na hiki na kile, alafu baadaye ukienda kwa duka unaanza kudaiwa kwa madeni ambayo hukuwa na habari nazo. Na ndio msiba mkubwa ambao tumepata katika Christianity, ya kwamba wamepuuza Torah ya Kiebrania. Ndugu zetu Waislamu, wakati ambapo pengine kuna zile mihadhara watu wako nazo Tanzania, Uganda, Kenya na maeneo mengine, hata Britain nimeona kuna mihadhara hata Marekani. Sasa unakuta mtu amejitokeza na chapa fanana ama kitu bandia na anataka bishane na mtu akona original. Sasa pale inakuwa ni mzaha kubwa kabisa. So wito wangu kwa wapendwa, wapenzi, ndugu zangu katika imani, ni kwamba unapokabiliana na mtu kwa jambo lote ama hali yoyote, you have to come with the original thing. You do not come with a copy that has been tampered with. You do not come with a copy that some words have been omitted from. You do not come with a copy where some chapters have been transferred, others even have been removed completely from the scriptures. You will have less information, and less information is dangerous. Nelson Mandela anasema, when you stop reading, you must stop leading the people. So the problem with Christianity is we have leaders who are leading people and they stopped reading long time ago. This is the disaster we have. A priest was supposed to be thorough in whatever he or they do. A priest was supposed to be acquainted with the scriptures. A priest was supposed to understand and know what his Elohim has said concerning the temple, concerning prophecy, concerning eschatology, concerning every doctrine in regard to faith and scriptures. But it has become a great disaster in the sense that the people who are standing on the altar are less and very, very less informed. This is the disaster we have in Christianity as a whole. This is a disaster we have also in some parts of the Shabbat movement. The people standing in the altar are less informed. And this is the reason why I have been championing for the return to the original word, to the original writing, as they were given in the beginning. The scripture says in Yirmeyahu, or Jeremiah if you like, that you will hear a voice telling you, a soft voice will tell you from behind, this is the way, walk ye in it. And therefore, wakati tunakuja kufanya mijadala na ndugu zetu Waislamu, wako na Al-Karim, na hiyo Al-Karim yao ni original as it was given in context and in content. This is where you find it becomes a disaster. And when you are losing, wakati ambapo unapoteza, hautakuwa na budi kuita mtu majina. Ndio unakuta Wakristo wengi wanaita tu Waislamu mapepo, sijui watu wa majini. Ni kwa sababu ako less informed, ana facts. Sasa inabidi tupe maneno, arushe maneno kama ukejeli na kutukana. Kwa hiyo Torah hii, nataka nimwambie Mufti Anwar,
Tora hii akiisoma katika original context hawezi kuikosoa, hawezi. Nataka nimwambie Ibn Sharaf, Sheikh Ibn Sharaf, Tora hii akiisoma katika original context yake hawezi akaikosoa. Lakini akihama kidogo tu aende kwa hii bandia, hii chapa fanana, hapo nakwambia atatoa makosa zaidi ya 1000 na kweli kosa hizo as they have been pinpointing. I want to give them good news. All these errors you have been pinpointing from the translation, I want to give you good news. They are true, they are there. It is true, they are there. They have messed the translation. So I don't know why somebody will debate from morning to evening, Monday to Friday, with a tampered document. You cannot defend a tampered document. You can't. Nafikiria unajua Bishop ana kitabu yake na naamini haina dosari. Mimi naamini haina dosari kwa sababu sasa hebu kidogo hii kitabu ndio nimesoma sana. Yeye anaamini kabisa hii haina dosari yoyote sahihi. Sasa amefika pale sana kushangaa. Ninashangaa sasa ina dosari. Hebu kidogo. Hebu kwanza malizia. Ina dosari zaidi ya 1000. Kwanza King James hii ya Wakatoliki. Na hii King James kwanza kwa taarifa za askofu. Hawa watu wa Ribo Shandala Bababa na manini, hizo watu wa lugha hawa ambao wanajihesabia ndio wako juu kiimani Kikristo, Pentecostals. Wanafaa wajue kwamba tafsiri wanaotumia ni ya Mkatoliki. Wanafaa wajue hivyo kwa makanisa zao na madhabahu zao. Wajue hivyo kuanzia leo. Ya kwamba tafsiri mnazojigambia na mmebana hapa ni zimetafsiriwa na Wakatoliki. Na Mkatoliki alikuwa mstari wa mbele kuharibu maandiko kabisa. Alikuwa mstari wa mbele kuharibu maandiko. Yeye ndiye ameleta sherehe za uongo kwa Biblia, kwa imani. Yeye ndiye ameleta sikukuu za uongo bandia kwa imani. Kama leo ameleta mambo ya tukutembea na mitende Palm Sunday. Ambia askofu kusomea hapa sherehe gani inaitwa Palm Sunday. Hakuna hizo toa hiyo basa. Lakini watu watazunguka barabara huko dunia mzima na Kenya mzima, utawaona leo kwa news jioni wakizunguka na mitende wakisema Palm Sunday. Palm Sunday ni sherehe gani kwa Biblia? Imetoka. You have to conclude your topic. Kwa hiyo mimi mada yangu siku ya leo ni kwamba wakati waaminio watajifunza kupenda lugha iliandika Biblia na wajifunze, wajitolelee kwa bidii. Maana imani haitaki pia mtu mzembe. Neno inasema katika Yeremia, anayenitumikia kwa mikono iliyolegea amelaaniwa. Na ndipo unaona kuna laana nyingi hapa katika Christianity. Kwa sababu watu wanamtumikia Yawe Elohim kwa mikono iliyolegea. Wanarukia document ambazo zimekuwa tampered with and they want to present that as faith. It will never work. It will never work. We will go round and round and round and round and never achieve what the Father has purpose for us to achieve. So if we will ever do anything for the kingdom, if we will ever present any tangible fact kwa hawa Waislamu, it is from the original document. Na si hizi vitu ambazo wametampa nazo. Huyo ni Pastor Gershon wa Messianic ama Messiah. Ametoa baadhi ya, yani sijaona thibitisho hasa ametoa katika kitabu hiyo kusema ni ya Mwenyezi Mungu, lakini amesema kuna original. Na akasema hii nyingine hii hajatoa thibitisho kusema ukweli. Hajatoa thibitisho kuonesha kuwa hii ni maneno ya sahihi ya Mwenyezi Mungu. Ameitetea kwa njia ya kuwa ni original. Ni original. Bas. Na akasema hii hapa hii ambayo ndio yangu. Ameikashifu kabisa. Tutakuja kwako Bishop. Kana hiyo ganda lako tutarudi kwako. Tunakuja kwa Sheikh Mufti Anwar. Na yeye hebu unajua tuko kwa Taurati sasa. Leo tuko kwa Taurati. Tukimalizana na Taurati ndio tutakuja conclude kitabu gani inafaa kufuatwa na damu. Hii Taurati Messiah hapo naye Mufti, upande wako, elimu yako aliyekupa Mungu ni ya sahihi? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd, baada kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chake mtume wake mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwanza bwana aliyekuwa anaizungumzia kwamba Taurati ni kitabu sahihi, sikutarajia kwamba atazungumza kwa maneno makavu, kwa sababu nilidhani kwamba kama anayo original, mfano Qur'ani hii mtu abishe kwamba sio original, kwamba original ilikuwa ni lugha ya Kichina. Naweza nikathibitisha kupitia Qur'ani yangu kwamba Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sikiza vile na kuthibitisha kwamba Qur'ani ni original. Ndio nataka hivyo ulithibitishia na wewe kwamba kitabu chako cha Kiebrania. Kwanza mimi nashuku Taurati haikuteremka katika lugha ya Kiebrania. Haikuteremka kwa Kiebrania kwa sababu Kiebrania duniani sasa hivi hata haina miaka mingi.
Kwa hivyo sikiza Qur'ani, Mwenyezi Mungu anasemaje, sura ya 42 aya yake ya 7. Unacheka? Mufti hata mzaha. 42:7. Mwenyezi Mungu anasema hivi, sikizeni. Allah anasema, na namna hivi tumekuteremshia Qur'ani kwa Kiarabu. Kwa hivyo na wewe ungesoma katika kitabu chako iseme kwamba Musa tulimpa kitabu kwa Kiebrania. Kwa nini nasema hivyo? Musa wakati amezaliwa akiwa Mwebrania alikuwa tayari Misri, na Misri walikuwa waongee Kiebrania. Kwa hivyo kuna uwezekano wa Waebrania walikuwa wanaongea lugha geni kwa sababu walikuwa katika utumwani. Huwezi kuniambia sisi ni watumwa wa wazungu kisha tunaongea Kikuyu. Haiwezekani. Kwa hivyo hii ya kusema kwamba Taurati iliteremka kwa lugha ya Kiebrania atuthibitishie kwamba Taurati ilikuwa ni Kiebrania. Pili, yeye hana Taurati, ana kitu ameita Tanakh. Unafarimu Musa. Umetoa aya hapa Qur'ani, Mungu anasema tumeiteremsha kwa lugha ya Kiarabu. Labda ana aya Mwenyezi Mungu labda anasema pale ndani. Labda kuna aya. Unajua tusiende mimi kama nimetoa Zefania 3:9. Pengine usikivu wa Anwar ndio tatizo pengine. Zefania 3:19. Alitoa Zefania. Subiri nisome. Zefania 3:19 haisemi watu wajifunze Kiebrania. Ikisema tutaona leo. Unajua uweko kwa tafsiri. Nimekwambia acha kujikazia na kufunga magwanda zako kwa tafsiri ambayo ni bandia. Utaangamia pia wewe sasa. Sasa ikiwa hii ni tafsiri, wacha mwalimu akuelezee inasema nini. Wewe kunyang'ana na mimi na mimi nakueleza. Zefania ngapi? 3:9. Asome hii na asome na hiyo. Maana hapo ndipo nitakapowarudishia mataifa lugha iliyo safi. Unasikia? Lugha iliyo safi. Subiri kwanza. Nitawarudishia mataifa maana wameipoteza. Haimo. Nimalize. Maana hapo ndipo nitapowarudishia mataifa lugha iliyo safi, wapate kulitia jina la Bwana, wamtumikie kwa nia moja. Kwanza ukisikia kurudishwa, maana yake ilikuwepo. Na lugha ni ngapi? Ilikuwa ni moja. Kwa hivyo Mungu anasema lugha ilikuwa ni moja, na hiyo moja ndio tukairudishwa. Ukiangalia Zefania 3:9 hii ambayo tunaisoma hapa, inazungumzia pale lugha ilipokuwa moja ikaharibiwa. Mwanzo 11:1, sikiliza. Mwanzo 11:1, sikiliza hii. Mwanzo 11:1 inasema hivi, nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi moja. Kwa hivyo mwanzoni lugha ilikuwa ni ngapi? Moja. Na usemi ulikuwa ni ngapi? Moja. Lugha hii iliyokuwa moja ndio itakayorudishwa, haijasema ni Kiebrania. Hebu kidogo. Sasa athibitishe kwamba lugha hii ni Kiebrania. Fungua na uisome kwa nasema tu neno mtafsiri ameteleza ni moja tu, mbili. Lashona HaKodesh. Hebu isome. Sasa Lashona HaKodesh ndio nimesomea. Lashona HaKodesh. Tafsiri. Lashona HaKodesh ni lugha iliyo safi. Lugha hiyo. Kumbe haijataja kidogo. Katika matamshi yote ya Kitora, Lashona HaKodesh ni Ivrit, hakuna ingine. Kumbe haijataja direct. Tulia kidogo. Mwanzo 14:13. Alafu Matendo ya Mitume 26:14 imetaja ya kwamba Lashona HaKodesh ni Ivrit, imetaja. Wapi? Sina soma. Soma. Sasa nisome Matendo ya Mitume 26. Nisome tu hapa. Sasa naomba hii itakuwa sasa ni hiyo tutasoma tafsiri yake kwa sababu hii iko na tafsiri. Naam. Tusitumie hii sasa. Hii ya Bishop kwa sababu hii ya Bishop mlisema ni magwanda. Kwa ajili wasikilizaji wajifunze tu ni magwanda na mkasema hii iko na makosa. Sasa 26 sasa hii si magwanda na mimi kulingana na vile itasoma 3 kwa sababu pia inaona iko na tafsiri ya Kiingereza, sio? Itakuwa inatumika hiyo. Sio kuna tafsiri ya Kiingereza? Inayo hapa. Ambayo iko sawa? Yeah. Itakuwa bado wameteleza wataniambia. Itakuwa inatumika tu. 26:13. Kwanza hiyo 3:9 ya Zefania ameongopea. Hebu isome hiyo sasa. Acha isome hiyo. 3:9 yataja lakini imesema itarudisha sikiliza lugha safi. 14 nasema kwanza. Leta nisome kwa Kizungu. 14. Acha soma. 14 inasema hivi, and we all fell to the ground. 13. At midday on the road I saw, O king, a light exceeding that of the sun, beaming from heaven upon me and upon all those with me. And we all fell to the ground, and I heard a voice which said to me in Hebrew, Saul, Saul, why do you persecute me? Wachi hapo. Si ya Kiarabu kulingana na Biblia. Sound yake audible sound that could be heard on Mount Sinai
alipoongea audibly, Sauli na waliokuwa nasafiri naye wakaisikia, haikuwa Kiarabu, haikuwa Kikuyu, haikuwa Kiingereza, haikuwa Kijaluo, haikuwa Kikuyu, ilikuwa Kihibrania. Na kidogo tu, Yahweh Elohim ni mtakatifu wa Israeli. Tamko ambalo amelitoa na maneno aliyorusha kwa ukuta juu ya mlima wa Sinai, kidogo tu, maneno aliyorusha kwa ukuta juu ya mlima wa Sinai, akaandika amri 10, herufi zile ndizo zinaitwa Aleph Tav na ndio zimeform lugha ya Kiebrania. Unajua huyu tumemkata, ni muda wake. Sasa get my point, Pastor Gerish. Naam. Tunataka kuprove hii hapa ni maneno sahihi ya Mwenyezi Mungu, Taurati ile ambayo kwamba tunajua. Tunataka aya iende direct kama hii ya Qur'ani. Iseme kama vile Mwenyezi Mungu anasema nini? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Tumeteremsha kwa lugha ya Kiarabu. Iko aya inaenda direct kabisa. Tutaisoma kwa Kiingereza pia tukaipata. Mungu anasema ameteremsha hii kwa lugha ya Hebrew ama Kiebrania. Si ndio kama inaitwa Lashona HaKodesh. Iko. Ndio hiyo nilikupa Zefania. Tafsiri mbona isemi? Zefania 3:9 inasema Lashona HaKodesh. Hebu fungua Zefania ambayo ni Ivrit. Zefania 3:9 alafu usome. Ndio hiyo nimesema tu. Sasa nafungua na ninaijua. Inasema lugha sahihi. Kumbe hajataja lugha. Imesema sahihi. Lugha sahihi ni Ivrit. Wewe unaongeza rai yako. Siongezi. Iko aya. Siongezi lugha yangu. Siongezi lugha yangu. Kwa nini siongezi lugha yangu? Niulize kwa nini siongezi lugha yangu kidogo. Mufti Anwar, niulize kwa nini siongezi lugha yangu. Let's see, unajua, wacha amalizie mada. Tutarudi. Tutakuwa na maswali hapo. Huyu bwana kwanza hakunielewa. Sikiza sura ya 14 aya yake 4. Na hatukumpeleka mtume yoyote isipokuwa kwa lugha ya watu wake ili apate kuwabainishia. Kwa hivyo mtume yoyote Mwenyezi Mungu anazungumza kwa lugha yake. Akituma nabii wa Kijaluo atazungumza naye Kijaluo. Akimtuma nabii Mwarabu atazungumza naye kwa Kiarabu. Akimtuma nabii Mwebrania atazungumza naye Kiebrania. Hasa usituletee kwamba Paulo alizungumzwa na Kiebrania, Musa pia alizungumza Kiebrania. Hili haliingia. Hasa andiko kwamba Musa alizungumza Kiebrania. Baba yake na mama yake ni Waebrania. Amram kidogo, si umeniuliza swali. Amram ni baba ya Moshe na ni Mlawi. Lawi ni kabila la 3 la Wayahudi, la Ibrania. Kabila, najibu vizuri. Amram ndiye baba ya Moshe. Yoshebed ndiye mama wa Moshe. Wote ni Wayahudi. Hawa ni Waibrania wote. Na Biblia inasema Musa alifika mahali akajua yeye si Misri, na akawachana na Umisri, akaenda kuteseka na ndugu zake. Ndugu zake ni kina nani? Waibrania. Unanielewa pale? Na Yahweh Elohim alipomtokezea, Yahweh Elohim alipomtokezea pale kwenye bustani ya moto, alizungumza naye Kiebrania, imerekodiwa hivyo. Akaambia Ahaya, Asher, Ahaya. Alizungumza Kiebrania. Kidogo. Bwana hujanielewa. Sija kuuliza kwamba Musa kama ni Mwebrania. Kwamba Waebrania wakati Musa anazaliwa walikuwa Misri, hawakuwa Israeli. Nisikiza kitu kimoja. Subiri kwanza. Walikuwa ndani ya watumwa. Na Musa alikuwa anazungumza na yule Misri aliyekuwa pale ambaye ni Farao kwa lugha ya Kimisri. Unanielewa vizuri? Maana yake wote waliotekwa nyara walikuwa wanazungumza lugha ya nchi hiyo ambayo ni lugha ya Kimisri. Sasa nimekuuliza swali ndogo tu. Musa ni Mwebrania, hatukatai. Na hayuko Israel. Kama angekuwa yuko Israel, tungesema kwa kuwa yuko ndani ya nchi ambayo watu wanazungumza lugha ya Kiebrania, basi alizungumza Kiebrania. Kwa kuwa yuko uzunguni, ama mfano wewe utoka hapo uko Uingereza. Kule Uingereza hakuna Wajaluo. Subiri kwanza. Kisha niambie Wajaluo kule, wazungu kule wanazungumza Kijaluo. Nitasema nitazungumza Kiingereza lakini sijasahau Kijaluo. Nipe andiko moja ambao inasema kwamba Musa alizungumza Kiebrania. Kwenye Biblia hakuna. Na kwenye tafsiri yako ya Biblia hakuna. Andiko moja aliyezungumza Kiebrania. Iko. Si ati moja. Nipe. Unazungumzia moja. Nipe. Nazungumzia maelfu, unazungumzia moja. Tora yote ni Kiebrania. Leta basi andiko inasema kwamba Tora iliteremshwa kwa Kiebrania. Kusema ati Tora iliteremshwa kwa lugha ya Kiebrania, hiyo ni kama sasa unaniulizaje? Mjaluo ameongeleshwa ndani na Ujaluoni kule, ati aliongeleshwa Gikuyu. Unataka sasa mjaribu kuongea pole. Wacha niweke sawa kwanza. Naomba kwanza lugha inayotumika. Umekuja ukasema una Tora. Tuweke Biblia kando. Hata hiyo language tusumie Biblia. Tumwachie bishop. Tora yako hiyo. Naam. Wewe unajua mimi kama mwenyekiti nimeget point yako. Wajaribu kuprove kuwa Musa aliongea Kiebrania kupitia mama yake na baba yake. Lakini yeye mwenyewe kuna pale aliongea. Aliongea mara nyingi kwa sababu andiko thibitisho. Alipotoka Misri, alipoua mtu na alipoua Misri, alitoka nje ya Misri akaenda Midian. Sawa.
akiwa Midiani alikuwa tayari yeye mwenyewe amebishana na Wayahudi, alikuwa anaelewa Kiebrania. Alikuwa anaongea. Yes. Andiko proof. Siko katika Evidence. Exodus. Wala ameona jamani Exodus 2. Aliona jamaa Exodus 2. Hamna kitu kama hiyo. Kisha Isome. oh, Exodus hii hapa leta. Isome basi andiko inasema kwamba alizungumza Kiebrania. alibishana na wao Wayahudi wenzake. Akasema sisi ni mandugu, Sasa, nini mnapiganiana? Hata wale akina mama anaelewa. ambao Farao aliwaambia mtoto yote wa kiume wa Kiebrania akizaliwa Anatoka haraka. wamuue. Sasa wale wakunga walipokuja wakamwambia, wakasema kwamba hawa watoto wa Kiebrania akina mama wakizaa sio kama wa Misri, wana nguvu. Hawa wanawake wa Kiebrania, asema wa Kiebrania, Akisema wa Misri. Sasa Sasa nataka nimwambie Anwar hivi. Waibrania walikuwa Misri, lakini walikuwa mahali panaitwa Goshen. ya Goshen Na hapo Goshen walikuwa peke yao. ya peke yao Hawakuwa na Wamisri. ya Kwa hiyo lugha ya Kimisri ilikuwa inatumika wakati wa mateso, wakati wanafanyishwa kazi. Lakini wakirudi kwa kambi yao, wao ni Waibrania. evidence. Wao ni Waibrania. Iko wapi si dalili? Waibrania. Hizo ndio kusomea ziko zote kwa mwanzo. Haisemi Pole pole hivyo. tusitumie tuwezi kutumia Exodus ama Kutoka. Soma hiyo Tunataka yako. kutumia hiyo. Leta ya kizungu. Unajua tusome. sasa pale tumefikia, get my point. Tumemalizana na hii. Hiyo Angalia, yako afungue one tusome proof kizungu. Through Torah. Leta. Torah. Eh. Torah. Sasa iseme kwa sababu hiyo itasema direct. Kama hii Kiarabu. Kiarabu sasa ukisoma Arabia imeandikwa. Sasa tutaka hiyo iende direct kabisa hapo. Hiyo Kutoka hapo ikiwa hapo iseme kabisa ikipatikana Musa leo ndiye nakubali Torati ilikuwa ni Kiebrania. Yaani Ipatikane. unatafuta wadi inasema timu na Musa kaongea Kiebrania. Eh. Hiyo wada hakuna. Sasa Unaelewa? hiyo tushamaliza. Sasa Sasa ikiwa tushamaliza. Subiri, Huwezi dismiss hivyo, Subiri utasemaje kwanza, tumedismiss. sasa naweka point yangu. Sasa acha malizie. Wewe una nafasi ya kusema Musa aliongea Kimisri. Unajua basi. Kidogo. Hoja kwanza. Ngoja amesherehekea hapa na anasherehekea juu ya hewa. Watamaliza dakika 3. Wewe una nafasi ya kusema Musa alisherehekea Kimisri. Watamaliza muda wake alafu tutaenda kwenye Nimalize maswali. muda wangu. Tunakwenda kwenye maswali. Ile kitu iko ni kwamba wapo wasomi waliosoma vitabu kama hivi. Hii tafsiri aliyobeba ya Kiebrania imetafsiriwa tu juzi. Na vitabu kama hivi viko vingi. Kama hivi alivyobeba viko vingi na vimegawanywa vitabu vinne. Kitabu ya kwanza iliyopatikana katika karne 15 BCE to 70 BCE ilikuwa ni kitabu kinaitwa Dead Sea Scrolls. Ilikuwepo, ilipatikana wapi? Ilipatikana pango ya Dead Sea. Dead Sea. Hiyo ni bahari iliyokufa ile Jordan kule. Ilipatikana kitabu inaitwa Dead Sea Scrolls. Ni Torati. Wale watu wa Sodoma na Wale wa Gomora Sodoma na Gomora kule. Kisha kuna kitabu nyingine ilipatikana ya Kigreek inaitwa Septuagint ambayo hiyo pia ilipatikana 2nd century BCE. Kisha kuna kitabu ya tatu ambayo inaitwa Masoretic Text. Ni Hebrew language ambayo hii amebeba. Umeelewa? Hii amebeba. Ni miongoni katika vitabu vilivyopatikana. Umeelewa? Ambayo hiyo pia ni katika oldest 9th century ndio ilipatikana. Kisha ya yote hayo imepatikana Samaritan Torah. Wa Masamaria wale walipata kitabu ambacho imeandikwa Torati kwa Kisamaria, ambacho hiyo kitabu ni Paleo Hebrew alphabet, ni Kiebrania lakini Kiebrania ya Kiaramaik ambayo imechangana na ile lugha ya Kisamaritan imepatikana pia. Lakini ajabu sasa, wale watafiti wa kuzungumzia vitabu hivi vilivyopatikana, ikiwa hii ya Kiebrania ambayo ni tafsiri, ikiwa hiyo ya Septuagint ambayo ni tafsiri ya Kigreek, hiyo ya Dead Sea Scrolls ambayo ni Kiebrania na Samaritan ambayo ni Kisamaria, zote hizi nne ni tafsiri ya Torati, pamoja na yake ni tafsiri ya Torati. Original hakuna. Original ilichomwa, ukisoma wa Makabayo katika vitabu vya Catholic wanaeleza vitabu hivyo vilichomwa na vilipotea baada ya Waisraeli kutekwa nyara, kwa sababu Waisraeli waliingia katika utumwani, wamebeba zile vitabu na mwisho zilipotea, ziliisha, haijapatikana tena. Wanasema hivi, ngoja nisikize bwana ambaye ameandika kitabu inaitwa The Lost Books of the Bible. Anasema kuna vitabu katika Biblia vilifanya nini? Vimepotea. Anasema the lost books of the Torah, the great rejected text, ni vitabu vilivyotupiliwa mbali na hawa watu ambao wanajiita wao ni watu wa Torati. Huyo bwana ameandikia kitabu anaitwa Joseph B. Namkin. Yupo, unamjua? Unamsikia, si ndio? Anasema hivi, more than 80 gospels were considered for the New Testament and yet only a relatively few were chosen. Vitabu vingapi vilichukuliwa? Few. Nazo ni ngapi? Gospels zilichukuliwa ni 4. Zote ndio zinaitwa Ni gospel. 4 ndo zilichukuliwa. Very dakika few. moja. That's the 4. Na ukisoma kitabu nyingine anasema
the Nag Hammadi and the Dead Sea Scrolls are the earliest Christian records. Kwa hivyo hata yake sio earliest. Earliest ni the Dead Sea Scrolls. Hizo ndio vitabu vya mwanzo. Na nikimaliza kuquote zake vyote, anakuja anasema katika vitabu vilivyopotea ndio tazitaja. Asome, umebeba Taurati yako hiyo? Umebeba hiyo Taurati na Naenda kusikia. Mada imeisha. Amebeba hiyo Taurati. Ndio nataka nimuonyeshe hapa vitabu vimepotea. Pole. Tutakuja kwenye maswali. Nafikiria wasikilizaji, nyinyi ndio wajanja, nyinyi ndio mnajua na nyinyi ndio mnaangalia mkifuatilia. Msikiza Pastor Gerishen kazungumza, tunapotaka aya anatoa historia. Sheikh Anwar pia historia. Sasa mimi nataka thibitisho hapa. Ukiuliza swali, thibitisha. Kwa mfano kama mlikuwa mnamuuliza, unajua mimi hapa siegemei. Mlipokuwa mnamuuliza swali Bishop alikuwa mwazi kabisa, kama hakuna. Na kama iko kama vile Gerishon pia anafurahia, kuna pale alisema aya kama hiyo nataka iseme ati aliongea Hebrew, hakuna. Unaona? Kama hivyo mjadala utakuwa wazi na pia utakuwa ni mjadala wa kielimu tofauti na zile mijadala mingine ambayo kwamba inafanyika hapa. Nataka tuende tukiheshimiana kwa elimu yetu na wadhifa wetu. Tuko na viongozi wa dini hapa na elimu iko. Tutumie elimu yetu kuwafundisha watu mpaka hapa. Tunafikia tutaenda kwa kikome kidogo, alafu tarudi kwenye maswali tukitamatisha ukweli. Na hapa kwenye ukweli sasa, kwenye kutamatisha tuta include vitabu vyote vitatu mpaka na hivi nasema ni ganda. Nafikia unajua Bishop anaweza kuprove hili ya Mwenyezi Mungu. Nitaprove kabisa. Kama tunasema wakana mitawfiqin fa min Allah wa makana min khata'in aw nisyan fa minna wa min ash-shaytani. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Qur'an yuwahhiduna li tariqil khair yuwajjihuna. Allah ta'ala anzalahu wa rasulullahi muallimuna. ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على محمد خير خلق الله رسول رب العالمين. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Ama baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Muumba wetu, Mola wetu aliyekuwa na atakayekuwa daima, na kumtakia rehema na amani za ziada zimuendee kipenzi jemedari viongozi mtume wa ulimwengu mzima, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mitume wote hasa ulul azmi, tunasema wote waliotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wasalamu ala al-mursalin, na amani ya Mungu iwe pamoja nao. Wasikilizaji wetu, karibuni tena katika mjadala wetu ambao kwamba ulikuwa unahusu Taurati, kwa sababu tulijadili katika sehemu ya kwanza tulijadili Qur'ani na Biblia. Tukapata Biblia namna walivyosema, tukapata Qur'ani. Sasa Taurati pia hatujapata Taurati ambayo kwamba anasema konaye hapa, ambayo kwamba ni anasema imeandikwa na Kihibru, lakini tunapata imeandikwa Aramaiki. Sasa hatujapata lugha ambayo kwamba yani thibitisho ya maandiko, japo ametoa historia ya kisomi, ametoa baadhi ya thibitisho ya kihistoria, lakini aya inayothibitisha kuwa hii ni maneno ya Mungu hijatoka. Tarudi katika sehemu ya pili. Hii sehemu itakuwa ni maswali tu. Itakuwa sasa tunaanza, anaulizwa Mesaya hapa kwa sababu anaamini hii ni Taurati ya Mungu na anaamini hii ni ganda na ina makosa 1000. Sasa Bishop tutaanza atamuuliza Mesaya swali. Je, hii ako nayo ni Taurati ama si Taurati? Swali yako kwa Mesaya iwe ni dakika 2 kumuuliza. Kuna swali? Ya, mimi niko na swali. Naam. Namshukuru Mungu kwa sababu ya mdaharo huu ambao tunaendelea nao. Ni mdaharo mwema sana na tumekuwa tukiongea vizuri na amani ya Mungu iko pamoja nasi. Ila sasa kuna mambo mengi sasa nimekuja kugundua yanakuja na mtumishi wa Mungu Yesu. Anasema hii kitabu ambacho ninasoma ambacho mimi nimekisoma miaka mingi sana, King James version. Hata niko na ingine inaitwa kuna ingine inaitwa Open Bible, King James version. Sasa anasema ina makosa mengi sana, na nimeisoma miaka mingi sana katika maisha yangu kama Mkristo na kama pia mtumishi wa Mungu, na ningetaka kujua haya makosa ni nani aliyeleta haya makosa, na ningetaka kujua kabisa kama hii si kweli, hii ambayo nasema ni kweli.
Sasa unajua tukiwa tuna mambo kama tunachanganya, tuna confuse watu wa Mungu, hawaelewi vizuri ni nani anaongea ukweli na ni nani anaongea uongo. Ningetaka adhibitishe kabisa ya kwamba kama hii Torah sio ile ya kweli, ile ndio ya kweli, confusion inatokea wapi? Swali yako nafikiri umeiweka sawa. Yeah. Lakini namna mimi ninavyoelewa kama mwenyekiti ili nipitie swali upande huo. Wewe unaona ni kama anakuponza anaposema sio maneno ya Mungu. Ya mimi naona nafinyiliwa, mimi naona gandamizo. La sasa mimi naona kama sasa mimi kwa lugha nyingine ananyanyasa. Naona mimi nanyanyaswa kidogo. Very short. Kwa sababu miaka yangu yote nimelisoma. Anasema unajua hii hapa ambayo kwamba tulikuwa tunajadili ilikuwa ni mjadala kati ya Sheikh Anwar na Mesaya. Tena nikiona hapa imeandikwa Arami. Sioni Hebrew tena. Unashaka kidogo na wewe pia. Sasa mimi nachanganyikiwa. Sasa hebu tumia muda wako, nafikiri swali umeielewa vizuri sana. Anasema wewe unaposema hii sio ya Mungu, hii ni ya Mungu, na unaikashifu hii, changanyikiwa vile, anaona kama unamnyanyasa, kama unamuonea, ni kama unamponza, sijui ndio hiyo ngoma. Yeye anaona yeye bado hakuna ile decision kwa hii yake ndio haki. Jana mimi nimeshikilia kabisa. Sasa hebu prove right or wrong. Kwanza nataka nimwambie askofu rafiki yangu Bishop Geshohi kwa Kiingereza, maana kwa Kiingereza inatoka vizuri. Truth comes to enlighten. Truth does not come to confuse you. I'm presenting this truth to our viewers not to get them confused. Thank you. I'm presenting this truth to the viewers so as they can get enlightenment. They can get enlightened. Are you getting my point? Kwa hiyo katika masuala yote ambayo tumezungumza hapa katika dahalo huu ni kwamba ile tafsiri ilitafsiriwa na watu 50 kwa muda wa miaka 7 katika university inaitwa Cambridge kule Uingereza. Na aliongoza tafsiri hiyo ya King James alikuwa amefanya uasherati wa kulala na mke wa mtu. Kabisa anaitwa King James. Sasa wakati alikuwa reprimanded, English wakati Catholic walitaka kumreprimand, they wanted to discipline him. Repeat again. Walitaka kumreprimand. Yani alikuwa amelala na mke, alikuwa amecommit adultery, amelala na mke wa mtu. Amepora mtu mke. Katika wafasiri wa maneno ya Mungu. Katika wafasiri wa maneno hiyo ambayo sasa askofu amekatalia, anasema hii anakufa, piga ua. Sasa wakati walitaka kumreprimand, akakataa. Akajitoa kama mfalme na akaleta watu wa tafsiri hiyo King James kuanzia 1604 mpaka 1611. Hiyo ni miaka 7 ilitumika. Sasa watu hawa kila jioni baada ya kutafsiri, kila jioni walikuwa wanajivinjari kwenye masenta pale, piga bia zao kadhaa, piga vinywaji zao, gusa watu. Walikuwa na mambo zao ambazo hazikuwa si safi. Unapata ushahidi wa kwanza huo? Umeelewa? Sasa hiyo ndio historia ya King James, tafsiri ya King James version. Ananipatia historia. Alafu walipotafsiri watu waliona makosa mengi, maana walikuwa na tafsiri na nini hangover mingi za asubuhi. Hiyo tafsiri ya King James dunia mzima ikachomwa na hao King James. Sio mtu mwingine alichoma, watu waliteta waka-complain. Walikuwa wanaita Roho Mtakatifu a non-living thing katika hiyo tafsiri. So zilikuwa recalled back kama vile juzi Samsung wamerecall simu zao ambazo batteries zinalipuka ziko sawa. Ama vile watu wa gari walirecall magari hazina brake, Toyota. Magari karibu 1,000,000. So watu wa King James wakarecall zile Biblia, wakazichoma zote kabisa, dunia mzima hazikupatikana. Wakatoa tena nyingine inaitwa NKJV, New King James Version. What is new there? Nothing. Nothing is new there. Una comment, unajua anasema katika wale wafasiri originally unataka kumaanisha Biblia ilikuwa imeandikwa na Kiebrania. Alafu sasa watu wakakuja wakaitafsiri. Ikatafsiriwa kwa Aramaic. Lugha ya kwanza kutafsiri. Yeye anaamini sio Greek. Kidogo niingie katika mambo. Ni Aramaic. Mwenyekiti. Yeye ametoa historia na hata hiyo historia aliyotoa mimi mwenyewe nimeisoma. Nimesoma historia ya King James Version. Sasa turudi tu kinaga ubaga upande huu. Yeye anathibitisha hii kuwa ni maneno ya Mungu kwa maneno ya historia, unaamini? Hii hapa hivi. Yaani kulingana na vile ameongea na kulingana na vile nimemuelewa mimi. Ile Biblia basi ambayo ni ya kweli kabisa ni ile original. Gani hiyo? Ambayo ilikuwa imeandikwa na Kiebrania. Unaamini nini ya Mungu? Hii. Ya sasa mimi kulingana na vile ameongea
na kulingana na vile anaelezea historia. Unajua sasa historia ndio inashinda watu. Watu wengi hawachambui, hawaendi pale mwanzo. Hiyo original, hebu kuelewa. Mchungaji unazunguka. Nataka upasue Barika. Ya. Hiyo original wewe unazungumzia ni gani? Ni ile Biblia ilikuwa imeandikwa na Kiebrania. Ile ilikuwa imeandikwa na Kiebrania. Ile ya mwanzo kabisa. Hii ambayo unajua hizi ni tafsiri. Hii ni Aramaic. Sasa nayo hii Aramaic ni nini tena hii? Si Aramaic. Si Aramaic. Sheikh Ibn Sharaf anakupiga No, imeandikwa. Lakini si imeandikwa hapa anakupiga vijembe shoka hujamuelewa. English. Hapo juu hiyo ni Kiebrania na nimesoma Brit Hakadasha. Hapa juu Hiyo juu. na Brit Kadasha. ngoja hii ni Kiebrania sasa. Yes. Maandishi mazito sana. Brit Kadasha. Unasoma hapa juu ni Kiebrania. Kutoka right ukienda left. Unasoma kutoka right hiyo kwenda left. Inamaanisha nguvu anatia mdhaifu nguvu. Na sio Aramaic. Si kama Kiingereza dhaifu analalia nguvu. Haya. Nguvu anatia dhaifu nguvu. Okay. Naam. Okay. Na hizo herufi zote unaona hapo ni za Kiebrania. Leta zote mbili. Hiyo ni bet, hiyo ni taf. Hiyo ni hiyo ya kwanza, hiyo herufi ya kwanza. Hiyo ni bet. Ya pili ni taf. Ya pili ni vav. Hiyo ni alef, kaf, dalet, yod, shin, alef. Okay. Na hapa Aramaic Aramaic inatoka wapi tena? Sasa Aramaic ameboro letters za Kiebrania. Ameboro letters za Kiebrania, ameboro. Si kwamba ni zake, ameboro the Hebrew letters. Nimeelewa sasa. Kwa hivyo Biblia originally ilikuwa imeandikwa na Kiebrania. Sasa Anwar uko na swali kwa Messiah na yeye pia ndio awaulize. Kwanza nimesikia mkurazano wao. Huyu bana hii inaitwa King James Version. Sio Saint James. Sio Saint. Si mtakatifu maana yake ni king. Na unajua wafalme unajua si watu wa Mungu. Kama ni mtu wa Mungu unamuita tu Saint. Kwa hivyo sio Saint James. Angekuwa ni mtakatifu angeitwa Saint James. Lakini kwa kuwa si mtakatifu akaitwa nani? King James. Kwa hivyo mwandishi wa King James tayari hakuwa mtakatifu. Maana hakuitwa Saint. Lakini uelewe ni kutafsiria tafsiri. Kwa hivyo mtu ambaye si Kwa hivyo mtakatifu neno pale mwanzo lilikuwa limeandikwa na alitafsiri out of rebellion. Sasa alitafsiri mtu ambaye hayupo. Pili, huyu bana akisema kwamba Biblia ya kwanza imeandikwa Kiebrania, hajakosea. Isipokuwa sio Taurati. Unajua hapa kuna Taurati na kuna Biblia. Hizi vitu ni vitu vile tofauti. Biblia ya kwanza ilikuwa Kiebrania. Biblia maana yake ni mkusanyiko wa vitabu vikakusanywa, vikatengenezwa. Lakini Taurati ya Musa, Taurati kitabu aliopewa Musa, hakuna, ilipotea na haipatikani. Ndio maana vitabu vilipokosekana ndio mkatengezewa Biblia. Ingekuwa Taurati hii ni Qur'ani, mbona hatujawekewa mkusanyiko wa Qur'an wa vitabu tofauti vya manabii? Mbona hapa haijawekwa Taurati, Zaburi, Injili? Enda sasa direct kwa swali. Sasa unakubali kwamba ilipotea hizo vitabu? Haikupotea. 22:8 kitabu cha Wafalme wa Pili. Sikiliza inasema nini? Ilipotea kisha baadaye ikaja ikapatikana. 22:8 inasema hivi: naye Hekia kuhani mkuu akamwambia Shafani mwandishi, nimekiona kitabu cha Torati katika nyumba ya Bwana. Hichi kitabu kinachoonekana mara ya kwanza ni kitabu gani? Torati siku zote ilikuwa inakaa nyumbani mwa ilikuwa inakaa nyumbani mwa katika sasa kitabu swali kitabu kinachosema kwamba Torati ilionekana ni kitabu gani? Nimeuliza hivi. Sasa ungejiuliza kitabu hicho kinachosema kwamba Torati kilipatikana ama kimeonekana ni kitabu gani? Wafalme umesoma? Wafalme. Wafalme ni Torati. Wafalme ni Ketuvim. Ni Torati? Ni Ketuvim. Ketuvim ni nini? Other writings. Kwa Kiebrania. Other writings. Kwa hivyo extra writings that also came after Torah ambao ni 5. Okay, Torati ni kitabu kimoja au ni vitabu 5? Viko 5. Joshua 1:8 sikiliza. Joshua 8:1 inasema hivi: nawe kitabu hichi cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Kitabu hichi cha Torati au vitabu hivi vya Torati? Sasa ndio nataka nikusaidia nikwambie, there is no day Myahudi anaita hii kitabu. Hiyo ndio kitabu, those are some of the wrong words that are used. Hii ni kitabu. Torati sio kitabu. Hii kitabu. Inaitwaje? Ndio Torah hii. Torah hii. Torah hii isitoke kinywani mwako. Hivyo ndio inaitwa. Torah hii. Yesu anasema hivi 18:26 kwamba hamujaisoma katika kitabu cha Musa. Soma Torati.
Neno hiyo kitabu cha Musa ni Tora ya Musa. Tora ya Musa. Yes. Ilikuwa na sura ya kijiti. Sura ya kijiti aje? Yesu ndo anasema hivyo. Nasema soma usikie, utaona mahali kuna kosa. You cannot reduce the word to become a book. It's not a book. The Greeks are the ones who called it biblios, meaning book. The Greeks do reduce it. It's not the Hebrew people. Greeks do waliita Biblia kitabu. Anasema na kwa habari ya wafu ya kwamba watafufuliwa, hamjasoma katika kitabu cha Musa. Unasikia? Sura ya kijiti. Kitabu hiyo cha Musa. Hiyo kitabu, that's a mistranslation of Torah. Kwa hivyo unachosema vitabu ni zile nanunulia mtoto wangu aende nazo shule, si hii. Kwa hivyo Torati sio kitabu. Taurati ni Torah. Sio kitabu. Ni Torah hivyo. Inaitwa Torah. Kwa hivyo Torati sio kitabu. Ni Torah hivyo. Hebu niingie katika kidogo kama huyu bwana niingie kidogo kama mwenyekiti. Mesaya. Naam. Hiyo sura ya kijiti unaweza kutuonesha? Sura ya kijiti? Hamkusoma katika kitabu cha Taurati ya Musa. Sura ya kijiti. Tena tuambie sura ya kijiti ni gani? Imeandikwa ndani ya Biblia. Anisomee Wafalme 22:8 katika hii Hebrew. Wafalme 22:8. Soma tu. Nisomee wewe. Wewe soma tu, ina shida. Katika Kiebrania. Wewe soma tu bila kusikia nini unasema. Najua kitu unajua. Hebu kidogo Mesaya. Mesaya kidogo. Hapa hakuna Torati. Namfahamu. Hapa hamna Torati. Anajaribu kufanya nini? Hii sio Torati. Hii sio Torati. Angalia. Kwa sababu hapa hamna Torati. Wanapoturudisha katika sura ya kijiti hakuna kitu kama hiyo. Wanatuongopea kumbe. Pili bwana mwenyekiti. Bwana mwenyekiti. Wanatuongopea. Sura kijiti kwa gani? Bwana sasa najua bwana mwenyekiti. Najua rungu zake. Bwana mwenyekiti, hii sio Torati, hii ni Biblia ya New Testament. Hii ni kuanzia Mathayo mpaka Revelation. Torati anayoitetea hakuibeba. Maana yake hana. Unayo Torati? Ninayo, sina haja. Mbona hukuja nayo? Utakuja tu na ukitaka. Si ati sina, useme sina. Sasa nafikiria hatuna Torati pole pole. Anwar, unajua hii msimeno inakata huku na huku. Nafikiria na hata wewe mchungaji hapa lazima hapa swali lazima utaulizwa tu, sio ati utaulizwa. Lakini nakuja kwa Anwar mtamuuliza swali. Wewe kama Mkristo ambaye kwamba una imani yako, na ganda lako wanasema ina makosa 100 na wanasema ilitafsiriwa sijui na nani. Hebu muulize Anwar swali. Na Mesaya pia amekuja na hii sasa mtamuuliza Anwar swali moja. Hebu anza muulize. Nataka nimuulize Anwar. Hii Al-Karim amebeba. Kwa sababu yeye amesisitiza sana. Lazima nionyeshe ile ya Musa. Ya Musa ilipotea. Yeye anionyeshe ile Muhammad alishika kwa mkono yake, anionyeshe. Unajua Anwar, kwanza wewe anionyeshe Al-Karim ile Muhammad pole pole sallallahu alaihi wasallam alishika kwa mkono hivi, mkono yake miwili kabla hajaondoka kwa hii dunia akiwa na miaka 61 au 62. Anionyeshe kama na hiyo yeye amekaa. Anayo. Unajua wewe Anwar, wewe ulisema hapo kwa sababu hapa tumekubaliana Mesaya atakuja na Torati. Hii amebeba sio Torati. Unaona? Tumeconclude. Sasa na wewe tuja conclude hiyo. Hakuna Torati. Hii ni Torah ni mafundisho. Hii sio Torah. Hii ni Torah sehemu ya Brit Kadasha nimemuelezea. Sio Torati. Usiconclude hivyo. Qur'ani ya Muhammad aliteremshiwa. Unayo original ile Muhammad alikuwa nayo. Kitabu alishika kwa mkono ama ile maneno aliteremsha ama ana copy, ana gani? Nataka niajibu hiyo kwanza. Ana copy mimi kama mwenyekiti ama ana original? Naisahihisha swali kama vile kwa nasahihisha kwenu, niweke wasikilizaji wasikize. Kwa sababu wengi wananisikiza mimi hapa. Sasa wewe unataka maneno aliteremshiwa Muhammad ama kitabu alioshika Muhammad? Kitabu alioshika Muhammad ya Kiarabu hiyo. Sio wahi aliteremshiwa, kitabu alioshika kwa chochote whichever. Ile unaona rai kwamba haya ni maneno ya Allah. Ufunuo nayo ama una copy. Hiyo ndio nataka. Huyu bana kwanza kuna kitu kimoja hajafahamu. Qur'ani, tunaposema Qur'ani ni ule wahi, ufunuo alioteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujumbe alioletewa. Ujumbe huo ndo huu hapa. Ujumbe ndo huu hapa, kwa sababu sisi Kiswahili, hii ni Kiswahili tafsiri yani, na hii ni Kiarabu. Hii Kiarabu ndo ya kwake, ndo aliteremshiwa, na hii dunia nzima ni the same. Si nimesema kwa Kiibrania. Sasa swali yangu kwake ni hivi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa juu kuandika, alikuwa kisema inafanywa nini? Inaandikwa. Na mnajua mwandishi jina, si lazima ningangane. Nani mwandishi? Mwenye kuandika maneno Muhammad akizungumza. Nani? Unasikia? Nani? Hapa kuuza, unafahamu. Sasa swali yangu ni hivi, una Qur'an kwa Kiarabu ya yule aliyekuwa kiandika Muhammad akizungumza ama una copy? Sasa nisikize kwanza, hiyo ndio swali ajibu. Qur'an hii unaiona mwandishi si yule unavyotarajia wewe. Qur'an hii tunayoona waandishi ni hivi, nisikilize sura ya 83 aya yake 13.
wala na katika sura ya 82 aya yake ya 13 kama sijakosea. Sivyo, hakika Qur'ani hii ni nasaha, ni mawaidha. Qur'ani ni nasaha na ni mawaidha. Basi kila apendaye atawaidhika. Sawa? Ukipenda utafuata Qur'ani. Mawaidha haya unayoona yanatoka katika kurasa zilizohifadhiwa. Qur'ani hii kwanza inatoka kwa kurasa iliyohifadhiwa, zilizotukuzwa, zilizotakaswa, zilizomo mikononi mwa malaika waandishi wa Mwenyezi Mungu, iliyohifadhiwa. Hivyo hauna sikiliza kidogo. Nisikize kwanza. Nisikize vizuri. Qur'ani hii ni kitabu ambacho Mwenyezi Mungu amekiteremsha, waandishi ni malaika ambao waliandika. Sasa wakati imeteremshwa imekuja katika mbingu ya kwanza samai dunia, Muhammad akateremshwa ujumbe. Muhammad akileta ujumbe anaambiwa sema, qul, sema. Muhammad anasema. Unaelewa? Kwa hivyo Qur'ani ni kitu kilichohifadhiwa katika kichwa, ni kitabu ambacho Mwenyezi Mungu ametujalia sote tumehifadhi. Hii kitabu ni chake na ni wahi na ni ufunuo, ni mawaidha, ni zilizotakaswa, zilizotukuzwa, zilizomo mikononi mwa malaika waandishi wa Mwenyezi Mungu. Kidogo narudi upande huu. Umeelewa? Kidogo. Bishop, hebu tuimbie kidogo Kiberanio. So sema hiyo kitabu ni nyimbo, sio? Naam. Hebu tuimbie kidogo kata mbili tukimalizia. Baraka Yahweh Vaish Beraha Yair Yahweh Pena Bilecha Isha Yahweh Pena Bilecha Vayashem Lecha Shalom. Inaenda ikipanda. Hebu na Bishop tupe yako Wimbo sasa ya Kibrania yoyote haya wewe. Tena kavu tu. Wimbo wangu. Sasa mimi ile wimbo tu ningeimba hapa ni kama sio damu yako Yesu. Kama sio damu yako Yesu. Kama sio damu yako Yesu. Na wokovu ningepata wapi? Na baraka ningepata wapi? Na ushindi ningepata wapi? Kama sio damu yako Yesu. Kama sio damu yako Yesu. Kama sio damu yako Yesu. Na faraja ningepata wapi? Lazima lakini hapo mabinti wakuwe na nini kidogo. Sauti imetulia. Sio lazima mtu awe hapa. Nasikiza maneno, angalia maneno ya Qur'ani haimbiki. Hii sio hii hii siimbi sasa. Mungu anasema hivi, inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Ametulia mpaka Bishop unasikia raha tu. Hebu na wewe ustadi tuachie moja. Kwanza Qur'ani sio nyimbo kama ilivyosomwa. Na katika Qur'ani sura ya kwanza ni dua kama Mwenyezi Mungu alivyotufundisha kwamba bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hiyo ni Qur'ani sura ya kwanza. Kisha sura ambayo imejumuisha yote ni sura al-Ikhlas. Kama vile Mwenyezi Mungu ameeleza sifa yake yote. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Hiyo ndio Qur'an. Nafikiria tumesikia maoni na pia majibu ya kila mwalimu hapa. Kila kilicho na mwanzo hakosi mwisho. Na kwenye tamati kama mwenyekiti mimi baada hii tulifanya sehemu ya kwanza, tukafanya na yeye sehemu ya pili. Sehemu ya kwanza nafikiria tulizungumza kuhusu Biblia hii ambayo kwamba iko na leo tumemalizia pia.
Kwa kama mada imeisha kuwa hii Biblia Bishop ako naye ni vile tu anang'ang'ania, anafaa kuiacha kusoma kwa maoni ya walimu na mafundisho yaliyofunzwa hapa, na pia ina makosa zaidi ya 1000, na pia wafasiri waliofasiri nasikia kuna tuhuma pia hapo, wengine walikuwa ni wako na habari nzito. Ikathibitika hapa Qur'ani, hao wachungaji walishindwa kuichallenge Qur'ani. Mungetoa thibitisho vile inatolewa thibitisho hii na contradiction hii, na nyinyi pia mungetoa contradiction zingine, mseme Qur'ani pia inafanya nini, ina makosa. Hebrew siwezi kuongeza wala kupunguza, alitoa historia kuthibitisha kuwa ndio maneno sahihi na ndio lugha ama asasi ya lugha, lakini tunapata hapa thibitisho hakutoa, lakini historia ametoa. Kwa hiyo kwenye tamati yote, wasikilizaji nyinyi nafikiria mko na akili, mko na elimu labda zaidi yetu, tumeketi hapa na mnajua ukweli, utaangalia sehemu kuna ukweli na kuna haki ukafuata, na hawa ndio walimu wetu. Nashukuru sana kwanza kukuja kwa Mr. Gerishon Odare Mesaya, karibu Mufti Anwar na pia Bishop. Nashukuru sana. Bishop, usiwe na wasiwasi. Na pia wasikilizaji, mkiona labda maneno sauti ni hapa ndio hivi ndivyo, hapana. Hamna mtu anakosana hapa. Hapa ni kuwekana sawa kielimu, na hapa hakuna tuhuma. Nafikiri kila mwalimu anatumia ujuzi na elimu, na kufikia kwa elimu tunaweza kusemezana. Naona pia mahusiano ya Uislamu na Wakristo pia inakuwa ni nzuri sana. Na pia nafikiri Bishop alikuwa anaogopa Waislamu sana. Anajua hapa akiona kanzu inalipuka. Hapana. Hapa tuko mandugu na ni watu moja. Ni ndugu, lakini sio ni ndugu wa damu, kwa sababu baba yetu na mama yetu ni mmoja. Lakini kiimani lazima hapo tutagaruzana kidogo. Mpaka hapa nasema tumefika kwenye tamati, na Mwenyezi Mungu sote awaoneshe wale ambao kwamba wako katika haki awaone, na wale ambao kwamba wako kwenye haki Mwenyezi Mungu awatie. Mpaka hapo tunasema mwisho. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.